kwa makofi na bashasha na shangwe. Mwadhama Protasi Kardinali Rugambwa, Askofu Mkuu Jimbo Kuu Katoliki Tabora, Mhashamu Askofu Mkuu Angelo Akatino, Balozi wa Baba Mtakatifu nchini Tanzania, Mhashamu Askofu Wolfgang Pisa, Rais wa Baraza la Maaskofu nchini Tanzania, Mhashamu Askofu Eusebius Nzigilwa, Makamu wa Rais wa Baraza, Mheshimiwa William Lukuvi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, Waheshimiwa maaskofu wakuu wote, naomba pia kutambua uwepo wa Mhashamu Askofu Paulo Luzoka, Askofu Mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu la Tabora. Ametoka kidogo lakini tumekuwa pamoja naye hapa. Waheshamu maaskofu wakuu wote, Mheshimiwa Padre Johnson Kalidukili, MSFS, Mkuu wa Shirika la Waflansalian Ulimwenguni, Mheshimiwa Padre James Panthalanikel, MSFS, Baba Provinciale wa Afrika Mashariki, Waheshimiwa sana maabate, wakuu wa mashirika ya kitawa wote, Mheshimiwa Padre Chesko Msaga, Naibu Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu nchini Tanzania, wajumbe wote wa Sekretariat ya Baraza la Maaskofu nchini Tanzania, waheshimiwa wakuu na wawakilishi wa taasisi zote za Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Mheshimiwa Deusdedit Katwale, Mkuu wa Wilaya Manispaa ukimwakilisha Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Mbunge wa Manispaa, viongozi wote wa serikali, vyombo vya ulinzi na usalama na vyama vya siasa, waheshimiwa mapadre, wawekwa wakfu wote wa kike na wa kiume, wapendwa maflateli, walelewa wote wa upadre na utawa, viongozi wa dini na madhehebu ya dini, wanahabari na mawasiliano, nanyi ndugu zangu nyote tuliokusanyika hapa, itifaki ikiwa imezingatiwa. Kristo. Basi najua inawezekana baadhi yetu kama sio wote tukawa tumechoka, lakini naomba mnivumilie. Sina jipya na neno moja tu, kuwashukuru. Na shukrani za kwanza naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, ninapofikiri juu ya neno la shukrani kwa Mwenyezi Mungu, maneno ya wimbo unaosemekana kutungwa na mwanamuziki Ray Ufunguo ndio yanayokuja moyoni mwangu na hata kichwani mwangu. Maneno ya wimbo huo yanasomeka: kilindi cha moyo wangu kimejaa maneno ya kushukuru. Ashukuriwe Mwenyezi anayeketi katika patakatifu. Usiku mchana, mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wake, ni Mungu aketie juu. Midomo yangu itaimba maneno ya kukushukuru. Asante na kushukuru Bwana wa mbingu. Na maneno hayo karibu yanaenda sambamba na Zaburi ya 116 aya 12 hadi ya 13 inayosema, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina lake. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa yote. Aidha, namshukuru hayati Baba Mtakatifu Francisco kwa kuniteua. Naendelea kumwombea huko aliko astarehe kwa amani. Namshukuru pia Baba Mtakatifu Leo wa 14 ambaye kabla ya kutolewa kwake kuwa Baba Mtakatifu alikuwa katika dikasterio ambayo pamoja na mengine inahusika pia na uteuzi wa maaskofu. Kwa vyovyote
naye atakuwa alihusika kwa uteuzi wangu. Namshukuru sana. Namshukuru sana pia Baba Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa, si tu kwa kumwomba Baba Mtakatifu ampe msaidizi au akupe msaidizi Baba Mwadhama, lakini pia kwa kuniweka wakfu wewe mwenyewe mimi kuwa askofu. Tangu siku ya kwanza ya kutangazwa kwangu, niwaambieni Baba Mwadhama amekuwa karibu sana nami kuhakikisha mambo yote yanakaa sawa na vizuri kama inavyoonekana sasa. Kwa watu wa Tabora tungesema alipenda kuhakikisha mambo yote yanakuwa bam bam. Wakati mwingine hata alinitania kuhakikisha mapigo yangu ya moyo au pressure inakaa sawa. Baba Mwadhama, asante sana. Asante pia kwa mahubiri yako mazuri na matamu sana. Kwa kweli ninayo mengi mazuri ya kuzungumza juu yako Baba Mwadhama, maana sasa nimekufahamu kwa kuishi pamoja nawe hapa Tabora tangu ulipofika, lakini hata nilipoenda kule Roma, huko nako nilipata nafasi ya kukufahamu zaidi. Basi toshe tu kusema na kushukuru sana, na naona fahari kuwa msaidizi wako wa karibu. Na nikuahidi kama rais wa Baraza la Maaskofu alivyosema kwamba mimi niendelee kukumbuka kwamba mimi sio yeye mwenyewe, bali mimi ni msaidizi. Na kama msaidizi niahidi kwa neema za Mungu nitajibidiisha, nitajitahidi kuwa msaidizi atakayefanya kazi hiyo kwa Baba Mwadhama, kwa Baraza la Maaskofu nchini Tanzania na kwa kanisa la ulimwengu katika haki na ukweli. Aidha, nimepokea mgawanyo huo wa majukumu ulionigawia na ulioyasema hapa Baba Mwadhama kwa mikono miwili. Asante sana Baba, niko tayari kutumika. I also wish to thank the Apostolic Nuncio of Tanzania, His Excellency Angelo Acatino, for the help he rendered to me from the time of my appointment till now. I thank him and all the staff members of his office. Your Excellency, you are great and I am grateful. Pia shukrani za pekee kwako Mhashamu Askofu Wolfgang Pisa, Rais wa Baraza la Maaskofu nchini Tanzania, kwa neno lako la kunitia moyo, kuniimarisha, kunikaribisha katika urika wa maaskofu. Asante sana Baba. Nakushukuru kwa namna ya pekee kabisa Mheshimiwa Waziri William Lukuvi, mgeni wa heshima ukimwakilisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nakushukuru Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ambaye ni mwakilishi wa Mkuu wa Mkoa, mbunge, viongozi wote wa serikali, vyama vya siasa. Nawashukuru pia kwa zawadi zenu, kwa zawadi mlizonipatia. Uwepo wenu umeifanya siku hii kuwa ya furaha zaidi. Asanteni sana. Shukrani kwako pia Baba Mhashamu Askofu Mkuu Mstaafu Paulo Luzoka kwa malezi yako. Ulipokuja kuwa askofu mkuu jimboni Tabora miaka 18 iliyopita, nilikuwa frateli. Darajisha ushemasi na upadre, lakini pia ndiye ulioniongoza kwa mafungu ya daraja la uaskofu. Na kushukuru kwa malezi na kwa yote. Asante sana Baba. Basi tutamfikishia shukrani, nadhani alitoka kidogo. Shukrani pia kwa baba yangu Mhashamu Askofu Joseph Mlola na kaka yangu Mhashamu Askofu Wilbrod Kibozi kwa kukubali kuwa mashahidi wangu katika viapo nilivyoweka jana.
Pia natoa shukrani kwako kaka yangu Mwasham Christopher Ndizeye kwa tafakari yako nzuri uliotoa jana kwenye masifu ya jioni. Na kakumbuka kale ka wimbo bududududududu. Natafuta tu nota zake mziki wake. Nakushukuru Mwasham Kibozi na kaka yangu uliyeniachia ziwa katika daraja la uaskofu, Mwasham Romanus Mihale, askofu wa Jimbo Katoliki Iringa, kwa kunisindikiza katika kutoa baraka, lakini pia nakushukuru kwa kukubali kuliachiwa ziwa la mama kanisa la ulimwengu. Ungeendelea kunyonya kwa miaka mingi, labda mimi nisingetangazwa. Asante sana baba Mihale. Ndio kaka yangu nayemfuata katika urika. Shukrani zangu nyingi pia nazitoa kwako Mwasham Askofu Nzigirwa kwa jukumu mlilofanya hapa na baba Mwadhama na Askofu mstaafu Ruzoka kuwa waadhimishi wenza. Ni wazi hii ni pamoja na maaskofu wote mliopo hapa. Vyanzo vyetu vya habari vinathibitisha jambo hili ambao najua wengi wenu mtakuwa hamkulijua. Niseme nisiseme kwamba sasa mimi ni askofu mwenye umri mdogo kuliko wote katika Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Lakini siwaambii umri wangu. Na kati ya maaskofu waliopo hapa wako walimu na walezi wangu katika seminari kuu ya Kibosho na Kipalapala, hasa Kipalapala. Na washukuru nyote kwa kunitia moyo na kwa kushiriki nami katika adhimisho hili la misa ya kuwekwa wakfu kuwa askofu mwenzenu. Asanteni sana kaka zangu na baba zangu, na nitaendelea kujifunza kutoka kwenu. Mimi si kadogodogo hivi bwana. Namshukuru pia hayati askofu mstaafu Albert Tivino, misionari wa Afrika, aliyefariki tarehe 13 mwezi uliopita huko Canada katika jimbo alilokuwa anafanyia utume. Yeye ni kati ya washiriki wakuu wa safari yangu ya wito, maana alikuwa paroko wangu kule Kaliwa wakati naanza safari ya maisha ya wito. Alifika hapa leo, lakini baadaye afya yake ilibadilika na umauti ukamkuta, astarehe kwa amani. Kwako Mheshimiwa Padri Johnson Kalidukili MSFS, kiongozi wa shirika hilo la MSFS au Wafransalian ulimwenguni, na kushukuru kwanza kwa zawadi yako ya uwepo. Umefunga safari ya mbali kutoka huko Roma kuja hapa Tanzania, kuja hapa Tabora kushuhudia haya makuu ya Mwenyezi Mungu na kushiriki kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja nami. Na kushukuru sana. Lakini pia naomba upokee shukrani zangu kwa ajili ya Wafransalian wote kwa ufadhili mliotupatia Jimbo Kuu Katoliki la Tabora katika nafsi yangu, katika masomo yangu huko India miaka kadhaa iliyopita. Asanteni sana. Shukrani kwa Mheshimiwa Padri Chesko Msaga, Padri Clement Kihio, Secretariat ya Baraza la Maaskofu, hasa kamati ya liturujia taifa, kamati ya liturujia jimboni Tabora, na ile kamati yetu pendwa sana ya Ifucha. Na washukuru kwa kazi njema mliofanya kwa maandalizi ya siku ya jana na leo. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Shukrani hizi pia ziwe kwa ajili ya taasisi zote za Baraza la Maaskofu, hususan seminari kuu ya Kipalapala ambapo mimi pia nimekuwa mhudumu pamoja nanyi. Na washukuru mapadre na watawa wote tuliopo hapa, lakini hasa watawa wa shirika la Mabinti wa Maria na watawa wote jimboni Tabora ambao tumefanya kazi pamoja na kwa karibu. Na washukuru viongozi wote wa dini na madhehebu mbalimbali kwa uwepo wenu. Shukrani kwa wanaparokia ya Kipalapala na Kaliua, wanadarasa wenzangu wa Itaga na Kipalapala seminari, wanafamilia, ndugu, jamaa na marafiki. Na washukuru kikundi cha kwaya kutoka Kaliua, Viwawa, Utoto Mtakatifu kwa halaiki yenu. Nadhani wote mnashuhudia ilikuwa ni show kabambe hapa. Lakini pia
nawashukuru waamini wote. Ninamshukuru kila mmoja hapa. Nawashukuru nyote. Kuanzia Mwadhama Baba Askofu Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa, Askofu Mkuu wa Tabora, na wanajimbo la Tabora kwa zawadi mlizonipatia, maaskofu wote, lakini na kila mmoja wenu aliyepo hapa. Nawashukuru kwa zawadi na matashi mema. Asanteni sana sana tena sana nyote, na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Tudumu katika sala tukiomba mapenzi yake yatimizwe. Tumsifu Yesu Kristo.